alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida watazamaji wetu wa channel ya Jukumaza Online TV, tumemka tena leo katika mwendelezo wa harakati zetu mbalimbali. Mimi mtazamaji wako Yusuf Othman bin Abdullah, mmoja katika watangazaji ambao tunafanikisha channel hii ya Jukumaza Online TV. Jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar imeweza kufika hapa katika jimbo hili la Shauri Moyo, katika shehia hii ya Shauri Moyo kwa ajili ya mwendelezo wa harakati zake mbalimbali, kuzitembelea madaris mbalimbali za Qur'ani. Na leo hapa tupo katika moja madrasa ambayo inapatikana katika shehia hii ya Shauri Moyo, shehia hii ya Shauri Moyo kwa ajili ya kuendeleza harakati zetu hizi. Tunakaribisha wale wote ambao wanatufuatilia kupitia channel hii ya Jukumaza Online TV waendelee kutufuatilia, kwa sababu uongozi kamili wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar umefika hapa kwa ajili ya kuja kuzungumza na wanafunzi kadhaa pamoja na walimu wa madaris wa madrasa hii kwa ajili ya kuweza kuwapa nasaha mbalimbali na maelekezo mbalimbali juu ya kuweza kulitengeneza vijana ama taifa hili katika mustakabali uliokuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo ungana na sisi katika shughuli yetu hii, tunaweza kusikia mengi hapa kupitia mwenyekiti wetu ama mwenyekiti wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, Maalim Juma Abedi Makame atazungumza mengi hapa kuhusiana na kuwanasi vijana. Kwa hiyo endelea kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho ya shughuli yetu hii ama ziara yetu hii ambayo tumeifanya katika jimbo hili la Shauri Moyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, tunabudi kwanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia zaidi za khairi kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumshukuru tena Allah kwa kutuwezesha kuweza kufika hapa katika eneo hili la Shauri Moyo kwa ajili ya ziara hii ya matembezi ya jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar chini ya mwenyekiti wetu Maalim Juma Abedi Makame. Na kwa mujibu wa ratiba ambayo tukaweza kuongoza katika shughuli yetu hii fupi, tutamkaribisha kwanza mwenyeji wa eneo hili au madrasa hii kwa kutukaribisha katika eneo hili. Alafu baada ya ukaribisho huo tutakachofuata ni shukurani, lakini vile vile tuacha shukurani tutakachofuata ni historia fupi ya jumuiya yetu hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Baada ya hapo tutatolewa mada husika ambayo itakayoweza kuletwa kwetu na mwenyekiti wetu Maalim Juma Abedi Makame. Baada ya hapo tutafanya masuala ya dua kwa ajili ya ufungaji wa shughuli yetu hii. Kwa hiyo bila kupoteza muda, nimwachie mwenyeji wetu wa eneo hili au madrasa hii kwa ajili ya kuweza kutukaribisha sisi wageni kwa ajili ya kuendelea na harakati nyingine. Kwa hiyo Maalim, hali yatafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za khairi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natumia fursa hii kama ni kiongozi wa madrasa hii. Jina la madrasa ni Al-Madrasat Hidayatul Atfal, na mimi jina langu ni Saleh Haji Makame, ni kiongozi wa madrasa. Natumia fursa hii kwa niaba ya uongozi wote wa Al-Madrasat Hidayatul Atfal kuwakaribisha wageni wetu ambao ni jumuiya ya kuimarisha maadili mema Zanzibar. Karibuni sana madrasa yetu, umefika. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil lana ma nurid wa najinna mimma nakhaf bi fadlika latif innaka ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Naam, baada ya kupata ufunguzi wa kukaribishwa katika madrasa hii Hidayatul Atfal na kufunguliwa pia kwa hatua ya pili ya dua, na hatua inayofuata sasa ni kuingia kwenye kipengele cha mada husika ambayo kama historia fupi kwanza ya jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, ambayo itaongozwa na Maalim Juma Beli Makame ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Maalim, halitafadhali, shukrani wakati wako kwa ajili ya kuleta sawa hii. Awali kwanza tunabudi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndo mwezeshaji wa kila kitu na mfanyaji wa kila kitu. Kwa hiyo alhamdulillah, kutokana na uwezo wake yeye, si ujanja wetu wala si rai yetu asubuhi kuamka na kufika hapa na kwenda kukutana hapa, lakini alhamdulillah kutokana na ihsani yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tumefika hapa wazima na afya njema. Tusemeni alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai, ndugu wanafunzi na walimu wa madrasa Atfal, kwanza tunakushukuruni kwa baada kupata ujumbe wetu. Hamkuwaza na jambo mlozungumziwa ni jambo jema, basi mkafikiria na mkaona liko haja kuweza kupokea ujumbe huu. Tunakushukuruni walimu. Allah tujalie kila la kheri katika madrasa yetu inshallah. Madrasa yetu kama inaposomeka na jumuiya yetu kama inaposomeka kwa ni jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Historia fupi ya jumuiya hii, jumuiya imeanzishwa mwaka wa pili sasa hivi tokea kupata istikbazi katika serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar. Na vile vile tunashukuru viongozi wa serikali yetu hii, alhamdulillah, baada ya kupeleka ombi letu likakubalika, na alhamdulillah na tuendelee na haka. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Alafu vile vile baada ya kuja rahi hii, walimu wa madrasa, sisi walimu wa madrasa ndio tulotoa rai hii ya kuweza kuunda jumuiya hii, kwa sababu tumeona iko haja sisi walimu wa madrasa kuweza kushikamana na kuweza kuhubiri maadili na malezi, kwa sababu kama mnavyoona sasa hivi katika nchi yetu sasa hivi kwa kweli maadili imekuwa ni kitu shida sasa hivi. Yani yale maadili ya Zanzibar ambayo nchi yetu ilikuwa ikisifikana duniani, duniani nchi yetu ilikuwa inasifikana kutokana na maadili mazuri. Mtu ukitoka Zanzibar ukienda nchi yoyote, basi unapokewa kwa mikono miwili na hamu, kwa sababu wanajua huyu mtu anatoka katika nchi ambayo ina maadili mazuri. Wananchi wake wana maadili mazuri. Na kwa nini maadili mazuri yalipatikana? Kwa sababu yalipatikana maadili mazuri kwa sababu wananchi wake wa Zanzibar wanasoma elimu za aina mbili tunaposema, lakini wanasoma skuli halafu wanasoma na madrasa. Mtoto anahitimu skuli na mtoto vile vile anahitimu madrasa. Kwa hiyo kutokana na elimu mbili anazozipata hizi za elimu za madrasa na za skuli, basi zinamjenga tabia nzuri. Yule mwanafunzi na yule mwanajamii anakuwa na tabia nzuri kwa sababu elimu ya madrasa anayo na elimu ya skuli anayo. Kwa hiyo hapa ndio kwa nchi yetu ina. Kwa hiyo historia katika madrasa ya jumuiya yetu hii vile vile imefanikiwa kuanzisha mitaala pamoja. Kila mwanajumuiya anaingia katika sisi yetu, basi kuna mitaala pamoja tumeanzisha, ambapo tunafanya mitihani ya pamoja, ndio mitihani ya pamoja, unafahamu, ili kutuweka zaidi pamoja na kuwajenga wanafunzi wawe pahali pamoja manake. Kwa hiyo hayo ni mafanikio ambayo tumeyapata katika ni taasisi yetu. Halafu vile vile jumuiya yetu hii tayari manake
imefanikiwa kuunganisha walimu wa madrasa mbalimbali katika nchi yetu ya Zanzibar. Hii nadhani ni ziara yetu inafika ziara ya nyingi manake. Ni ziara ya nyingi. Kwa hiyo tunashukuru jumuiya yetu imefanikiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa historia fupi hiyo basi tunashukuru kwa leo tumefika hapa, alhamdulillah tumefika hapa kwa ajili ya kuja kushirikiana na wenzetu wa wilaya shehia ya Mkele, shehia Shauri Moyo, kwaona wao wawe miongoni mwa watu ambao watasimama pamoja katika maadili na malezi bora. Kwa hiyo ndio historia fupi ya jumuiya yetu inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kipindi kinachoendelea mbele ni mada husika ambayo tunatakiwa tuweza kuifikisha hapa katika madrasa hii kwa ajili ya kuiwasilisha ili iweze kufahamika. Na si mada nyingine, tunaizungumzia umuhimu wa elimu, sababu tupo katika kituo hichi cha ambacho tunatolewa taaluma, ni madrasa hii, kwa hiyo elimu inatolewa. Kwa hiyo moja katika jumuiya hii ni kuangalia kwamba umuhimu wa elimu kwa watoto au kwa vijana, kwa sababu kukosa elimu ndio mwanzo wa kuweza kupoteza direction na kuwa katika tabia mbaya. Kwa hiyo mada hii tutampa Maalim Juma bin Makame kuweza kuiwasilisha, na kama ataweza kumwakilisha Maalim mwingine basi itakuwa ni fursa yake mwenyewe. Kwa hiyo Maalim, mada ni umuhimu wa elimu katika taifa letu hili la Zanzibar. Kwa hiyo karibu. Nashukuru kwa uongozi kunipa fursa tena ya kuweza kuizungumzia mada muktasari kwa hii mada yetu, sababu upana wake kwa kweli tunao walimu wetu na mashehe zetu wanaweza kuzungumza kwa upana hii mada, lakini nimepata fursa hii kwa mimi nitafikisha lile ambalo tumekusudia. Kwanza tufahamu kwa elimu kila mmoja manake matangazo mengi wanatoa watu, lakini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza yeye alipokabidhiwa kazi ya kuongoza umma, basi jambo la kwanza yeye alipewa jambo la kusoma. Manake sote tunafahamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa asome na akalazimishwa, alipewa amri manake asome na akabinywa manake. Kwa hiyo tunaonyesha jinsi gani elimu ni kitu muhimu sana. Elimu ni kitu muhimu sana. Wengine katika mabasi yao wanaandika elimu ndio key ndio ufunguo wa maisha. Wengine kila mmoja anazungumza vyake kwa kuoneshea elimu ni kitu muhimu sana. Sawa? Kwa hiyo lazima sisi wanafunzi tuhakikishe wewe unasoma. Lazima uhakikishe wewe unasoma. Yaani usiangalie chengine chote, wewe angalia elimu kwa muda uliokuwa nao kama mwanafunzi. Wewe muda unao. Kwa sababu unayo maangalizi ya wazazi wawili. Wanakuangalia wewe tu. Unachokitaka katika swala la elimu wewe wakutekelezee. Na kama tulivyosema, ukipata elimu, ukisoma, basi wewe lazima utakuwa na tabia nzuri. Tofauti na mtu aliyokuwa hajasoma. Ukisoma shule, ukisoma chuoni, kama tulivyosema tabia nzuri zinajengeka katika elimu mbili hizi. Ikiwa umedili shule, umedili chuoni, unamsikiliza mwalimu wako wa shule, unakaa naye vizuri, na mwalimu wako wa chuoni unakaa naye vizuri kwa kutafuta vile vya ndani ambavyo akakufahamisha ili uzidi kufahamu, basi wewe hutokuwa na tabia mbaya. Na wengi ambao wanaiga tabia mbaya, basi unakuta wao wamekosa elimu. Wengi unakuta wameingiza katika vitendo viovu, kuiga tabia mbaya, wanachokiona wao wanaiga tu. Maana imekuwa wanafunzi sasa hivi wengi ambao watoto wengi ambao hawasomi shule wala chuoni, basi wao unakuta kinachokuja mbele yao wao ndio wanakiona kizuri. Wakiona watu wana nyimbo, watu wanacheza michezo ile kwa haina maana, na yeye anatoka anaenda kuiga michezo ile ile. Sasa huyu mtoto kakosa elimu. Sawa, hendi chuoni, pengine ukimwangalia chuoni wenyewe hendi skuli hendi, kwa sababu ukienda skuli kwenda chuoni yale yote utakuwa unakatazwa. Kweli si kweli? Au yuko mwalimu anawaamrisha wanafunzi wake wacheze ngoma? Au wafanye mambo mabaya? Yuko mwalimu huyo? Hakuna. Sasa kwa hiyo kwa vyovyote
elimu ni swala muhimu sana 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 sana. Na wengi kama tulivyozungumza, unakuta hata mtoto anaingia kukuta machupa, anaanza kukamata panga, kwanza kupiga nzio bure bure tu, ujue huyu hasomi chuoni wala skuli. Tayari kakosa swala la elimu. Kutokana yeye amekosa msingi wa elimu, hataki kujihusisha masuala ya kielimu, huyu ndo tayari anaingia katika vitendo vibaya. Na mnajua alhamdulillah serikali yetu inajitahidi kujenga maskuli, kuboresha vituo vya elimu ili watoto wasome, wasiingie katika matendo mabaya. Usio kama mtu kaja mgeni ana tabia zake, kwa sababu kama mnavyojua nchi yetu ni nchi ya wageni wengi. Sawa? Na kila mgeni anakuja na tabia zake. Tumefahamiana? Sasa usio kama mgeni kaja muda mwingi yeye manyimbo, nguo zilizokuwa hazina maana kwa watu wanawake, nguo ambazo za kimajabu ajabu, nguo za kulalia, mtu anatembelea mitaani. Sasa ukaona wewe ndo fashion ile pale ndo igizo, ukaona uige. Yule kakosa elimu, hana elimu ya maadili hana. Kama angekuwa na elimu yule pale, akasoma shule, kasoma chuoni, yule asingevaa nguo ya ndani kutembelea barabarani. Hatuwaoni? Sasa sisi hatutakiwi tuige katika tabia mbaya. Sisi tunatakiwa tuige tabia nzuri. Na tabia nzuri ndo msingi wa maendeleo. Ndo dira ya nchi yetu manake. Nchi yetu ilijengeka katika misingi ya tabia nzuri. Sasa wewe usiwe mtu mwenye kuigaiga tu. Ukao unaiga tu tabia mbaya, unaiga tabia mbaya tu. Hazifai tabia mbaya, maadili na malezi na mema. Leo wewe ni mwanafunzi, lakini baadaye utakuja kuwa wewe ndo mzazi sasa. Vile ulivyokuwa wewe, unatembelea nguo za kulalia, unatembelea barabarani, au upande wa wanaume vile zile nguo zao wanazichana tu, maguo wanayachana tu. Sasa ndo mambo gani? Sasa yale maisha utakayoishi wewe katika njia kama hiyo, basi na mwanao utatamani ajiaishi kama vile. Utamtafutia nguo mbovu umpe avae, utamtafutia maswala manyimbo, utakuwa unamtilia masidi alikuwa hayana maana, utakuwa unamtilia. Lakini kwa wewe una tabia nzuri, una matendo mazuri, basi utamtafutia mwanao au ndugu yako cha kuangalia, na akifanya jambo baya utamkataza. Kweli si kweli? Kwa hiyo ujio wetu wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora, tumekuja kwa nasaha za kuwanasihi wanafunzi waache tabia za kuiga tabia mbaya. Wanafunzi tuacheni kuiga tabia mbaya, sababu tabia mbaya ndizo zinazofanya sisi nchi yetu manake iweze kuondoka katika viwazi ile ya kuwa ni nchi yenye maadili mazuri. Tumefahamiana? Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wanafunzi wenye tabia nzuri, wanafunzi wenye kupenda kusoma, wanafunzi ambao watakuwa na hamu ya matarajio ya mbele. Wajue mimi inshallah Mungu ajalie niwe daktari, basi soma wewe ufike hatua ya daktari. Kwa hiyo inshallah kupitia hayo tunashukuru tunashukuru wenyeji ambao wametukaribisha katika kituo chetu hichi, na kama tulivyosema mwanzo, Mwenyezi Mungu ajalie atilie baraka katika madrasa yao, atilie baraka katika masomo yao. Na vile vile leo katika wakati wetu huu tutakuwa tuna fursa vile vile ya kuombea dua wanafunzi ambao wamefanya mitihani. Wanafunzi mmefanya mitihani, kwa mnategemea matarajio Allah ajalie mfaulu. Na vile vile tunakuombea dua tutasoma japo la shiraha moja ili kukupeni Mwenyezi Mungu akukubalieni mitihani yenu mfanye vizuri. Alafu na vile vile tutakuwa tuna fursa leo hapa kuiombea dua nchi yetu. Nchi yetu sasa hivi alhamdulillah iko katika mazingira ya uchaguzi. Na wengi inakuwa tunahofia kuja kuingia mtafaruku. Amani ni kitu cha muhimu. Panapo amani ndio panapo maisha. Si mnajua hilo sio? Tunaona wenzetu duniani huko walikuwa wana amani. Kwa kweli imekuwa shida. Maji kwa wanaleta kwa helikopta, basi pia kuna watu wanafanya watu wanahangaika na mizigo. Wanawake na watoto wanahangaika katika nchi zao. Kwa hiyo sisi
yale Mwenyezi Mungu atuweke mbali na yale, atujalie nchi yetu yenye amani. Achaguliwe kiongozi ambaye atastahili kuongoza katika nchi yetu, aongoze kwa amani, yani maisha yaendelee, isije ingia tena hali ya vurugu. Kwa sababu unajua tena penye mema na kuna wengine wabaya hapo, sio? Kwa hiyo sisi tuombe kheri, Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu itulie, tuendelee na elimu na mambo mengine inshallah.